Jambo la kwanza ambalo lipo kuanzia mwezi huu wa 5 hadi wa 11, kutakuwa na vikundi vya kigaidi vinavyoshambulia makanisa na wachungaji. Makanisa, narudia tena na utayaona haya. Ninaposema hivi maana yake najaribu nitatoa sababu za kusema itatokea. Makanisa yatashambuliwa kati ya mwezi wa 5 huu mpaka wa 11, mpaka tunakuja kuvuka mambo ya uchaguzi. Kutakuwa na changamoto ya makanisa kuchomwa, matukio ya kiarifu makanisani, sio, umenielewa? Yatatokea. Lakini pia kutakuwa na matukio ya watumishi kushambuliwa, na kama wengine watakuwa na tahadhari, kutakuwa na ambao watauawa kabisa, wanauawa na watu fulani. Ni makundi ya kigaidi. Yaani kabisa kuna watu Mungu amenionyesha wameshaingia Tanzania, wako kwenye mission ya kuhakikisha wanadili na makanisa. Labda niseme tu kwa uwazi bila kuzunguka, uchaguzi wa mwaka huu kanisa ndo lina maamuzi ya mwisho. Kanisa, the church. Kwa hiyo shetani ameshajua kwenye upande wa rohoni, vita imeshaisha. Hakuna kafara inayotosha kuokoa watu wasipoteze. Ila kuna watu sasa wametoka kabisa, wengine nje, wengine wa ndani, kwa ajili ya kushambulia makanisa. Kushambulia makanisa, kuchoma makanisa, kushambulia wachungaji wa maparoko, watu gani, maaskofu. Kwa hiyo kama unanisikia na wewe ni mtumishi wa Mungu, sio kasema mimi nimekaa kimya, tena wewe ndo wanakutafuta, kwa sababu una pia wakutetea, hujulikani kokote. Wewe unakufa kimya kimya kama wafuasi wa Kibwetere. Kwa hiyo wachungaji, maparoko, maaskofu, ikiwa unaamini Mungu anasema, nakupa tahadhari, anza kuishi maisha fulani hivi ya kutoamini yeyote. Tofauti na hapo, tutakuwa na misiba ya viongozi wa Kikristo ya kushambuliwa na matukio ya majeraha mabaya ya kushambuliwa. Hilo naomba ulishike mwezi wa 5 mpaka wa 11. Tukivuka hapo salama, ukatoboa hapo, umevuka. Hilo naomba niseme, nimesema mapema na nimeeleza walengwa. Kwa hiyo ili mradi wewe ni mchungaji, ni paroko, ni askofu, ni kiongozi wa kanisa mahali, usije ukasema mimi sinaga ugomvi na mtu. Hii sio issue ya una ugomvi na mtu au huna. Kuna watu wamepewa kazi tayari, wameshatawanyika kwa ajili ya kufanya vurugu. Kwa hiyo makanisa yaongeze ulinzi kwenye maeneo yake, ongezeni ulinzi. Lakini pia watumishi wa Mungu, yale maisha ya kujiachia yaacheni. Na Mungu anafanya makusudi yatatokea haya ili kuwarudisha mahali pa asili, mtafute. Na kwenye kumtafuta mtakuta mmeizaa Tanzania. Ni mawili, ubaki uile Tanzania ulioihangaikia kwenye maombi, au uzubae wakuue au wakufanye kirema. Haya yatatokea. Mimi niko tayari kuwa accounted. Ni miezi 6, wa 5 hadi wa 11. Miezi 6 tu inatosha kunifanya nabii wa uongo au nabii wa kweli. Hilo ni la kwanza. Jambo la pili ambalo litatokea, Mungu amenipa mawili niyaseme. Kutakuwa na vurugu, migongano na sijui nielezeje. Kutakuwa na vurugu, migongano na hali ya sintofahamu kwenye Chama cha Mapinduzi kuanzia mwezi wa 5, wa 6 na wa 7 mpaka bunge likija kuisha na ile wiki yatatokea mambo ndani ya Chama cha Mapinduzi. Watu waliokuwa wamekaa kimya, mwezi wa 3 tarehe 5 nilitoa unabii nikasema kutakuwa na pembe zitaanza kutoboa kuta za Yeriko. Wakati nilitumia neno la star kidogo, nikasema Yeriko ni CCM. Kwa hiyo wa 5, wa 6, wa 7 CCM inapaswa kujishikilia.
yatatokea na hakuna wa kuyazuia. Ndio bahati mbaya sasa. Yaani mtalionja lile joto lenyewe. Ni Mungu mwenyewe ameriruhusu jambo hili. Kwa sababu mwisho wa siku litazaa jambo lake pia. Kwa hiyo hata mseme sijui mtawatishia muwafute wanachama, kuna watu watawazidia idadi, watawazidia wingi na watawazidia nguvu. Kwa hiyo hamtaweza kufanya chochote. Na kama nilivyosema tangu mwezi wa 3 tarehe 5, ukuta utaanguka na mapenzi ya Mungu yatapita. Kwa hiyo haya mawili nimeona nisiyaache bila kuyasema kwa sababu yanatokea. Hili la CCM ni mwezi wa 5, wa 6 na wa 7 mwanzoni yanakuwa yametokea. Hii nyingine ni tahadhari kwa makanisa, watumishi wa Mungu wa madhabahuni, wa 5 hadi wa 11. Ukikaa kizembezembe unakufa mchungaji. Wasiojulikana wapo. Na hawa sasa sio wale wa kusingizia kwamba ni polisi. Hawa sio polisi. Haya ni makundi ya kiuni. Yana watu. Nafikiri tunavyozidi kwenda mbele nitawataja. Ni watu kabisa mimi Bwana amenionyesha na oroni na wafahamu. Ila mimi nakutahadharisha, ukiwa mtumishi wa Mungu unasema kile tu ambacho cha lazima. Lengo la ule unabii ni kwa ajili ya kunusuru wewe mchungaji usiuawe. Paroko usiuawe. Chukua tahadhari kuliko kawaida. Mizunguko yenu kwenda kanisani na kurudi, mnavyohudumia watu, kila kitu unapaswa kuwa makini kwa sababu maisha yenu au yetu yako hatarini. Mungu awabariki. Nyosha mikono yenu juu. Na atatokea, labda tuombe tu kuminimize effect. Ile yatatokea. Baba, ninakushukuru kwa maneno haya. Haya ni maneno yako. Ninakuachia wewe mwenye nayo. Yale ambao umeyakusudia azaliwe kwenye haya, sawa. Lakini wale ambao hawana hatia na wanakuheshimu na wanakupenda na wanahitajika, watunze na wanusuru na maovu. Mkono wako wa mema uwe pamoja na watu wako. Katika jina la Yesu aliye hai. Lilinde kanisa kwa sababu ni mkeo. Wewe ni bwana harusi wa kanisa. Walinde watumishi wako, wachungaji, maparoko, maaskofu wa makanisa yote na dini zote. Mkono wa Mungu uwe juu ya watu hawa wa thamani. Katika jina la Yesu. Tunaziombea nyumba zote za ibada kila mahali. Tunainua roho ya maombi kwenye kila kanisa na kila dhehebu. Watu waanze kuomba sasa. Na sisi kesho tunaanza mfungo. Kuanzia kesho tarehe 5 tukiomba kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya kanisa na kwa ajili ya matukio haya na mengine mengi ambayo yako rohoni. Bwana, umesema tuuite mfungo wa pigo la mwisho. Na sisi tunafunga na lazima Tanzania mpya izaliwe katika jina la Yesu. Ninawabariki watu wako wanaporudi nyumbani, uwepo wako uende pamoja nao. Neema yako iende pamoja nao. Nguvu zako ziende pamoja nao. Fadhili na uaminifu wako usiwaache. Walinde na mahovu ya namna zote. Mkono wako wa baraka uwe pamoja nao. Wiki yote ijayo kwa wiki ya mema, wiki ya ustawi, wiki ya ushindi na wiki ya mambo mazuri kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana wa mabwana na mfalme wa falme, ninakushukuru kwa ajili ya Tanzania, nakushukuru kwa ajili ya kila jambo ulilikusudia kwenye kalenda yako. Ninakuomba Bwana, endelea control nchi hii. Endelea control kila tukio na kila jambo. Cha kwako tu kikasimame. Yasiokuwa ya kwako yakapanguliwe katika jina la Yesu. Pokea sifa, pokea utukufu kwa yote. Katika jina la Yesu na wote tuseme Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Naomba wale wageni wa mara ya kwanza waende ofisini. Wa mara ya kwanza.